Kwa kweli kila kuwa mkutano wa kitongoji, mkutano wa kijiji, nalalamika kwa kweli sina barabara kabisa. Yaani haishughulikiwi. Hata nilalamika kwa kitongoji, anakuja kuangalia kwamba taita watu waje kunitengenezea, hapana. Yaani nina shida, sio shida. Shida kubwa. Yaani hata nikiugua kule chini au utokee msiba, yaani ni tatizo. Saizi nikitoka Usagatikwa nisombe mahindi Usagatikwa na bodaboda inakuja inatua pale. Tena ukodi watu kwa kupeleka kule nyumbani. Kwa kweli nina tatizo, naomba msaada. Ambazo tumejitahidi kuzifungua kwa mwaka huu au toka kipindi cha uchaguzi. Nikakipande kutoka kwa Kawawa kuja mpaka hapa kwa nani? Kwa Chesu. Halafu na tulifanya hapa kwa Ndelwa kushusha hivi kidogo. Hapo kulikuwa na mgogoro wakati huo. Basi hakuna sehemu nyingine, sidhani kama ipo sehemu nyingine. Na kama ipo sehemu nyingine basi naweza nikawa nimesahau. Barabara za mitaani tu, za shambani zilizofunguliwa ni wapi? Kwa kitongoji cha Singida. Bado niko kwa kitongoji wetu. Hilo anatusaidiaje hilo kuhusu barabara za mashambani? Ili hata kesho na kesho kutwa tuepukane na kulima mashamba ya huku, ili twende tukalime kwenye mashamba makubwa. Unatusaidiaje hili? Ndio kama mimi mwananchi ni kimoja kuhusu ufunguzi wa barabara. Mara nyingi umekuwa ukiitisha wananchi twende tukashiriki kufungua barabara. Nilichokigundua sisi wananchi wa Singida tulio wengi tunakuwa watu wa udhuru. Kiasi na kwamba wanaoenda kushiriki kufanya ile kazi ni wachache. Ambao walioenda wiki hili na hata wiki lijalo ndo hao. Wale ambao hawashiriki hakuna sababu nyingine yoyote ya kuwashughulikia au kupata sababu ya wao kwa nini hawashiriki. Sababu nyingine niliyoipata kwa siri ni kwamba sisi wananchi wa Singida tumegawana kwa makundi. Wanaoshiriki ni wale wasiohusiana na jambo jingine lolote hasa la kijamii. Kwa mfano, dereva wa bodaboda atakwambia mimi ni dereva wa bodaboda, kwa hiyo siwezi kuja kushiriki hayo maendeleo. Mfanyabiashara naye atakwambia mimi nipo kwenye chama changu cha biashara. Za mashambani tunazifungua. Mimi nadhani miongoni mwa watu ambao tulishirikiana vizuri kufungua barabara za mashambani ni mimi pia. Na mwisho wa siku nilisema hivi, unapokuwa kule kwenye maeneo yenu, kwa sababu mimi sishindi mashambani, nyinyi mnashinda mashambani kule, si ndio? Tunabainisha maeneo ya kufungua nini? Barabara. Nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni ile wakati wa kwenda kuweka nguzo, sio? Umenielewa? Sasa hoja inakujaje? Tumeyazungumza hapa mara nyingi na watu wanasusia. Kwa mfano, tunasema tunaenda kujaza kifusi. Anakuja mama na mtoto mdogo ndio anasema nimemwakilisha mume wangu kuja kwenye nini? Kwenye maendeleo. Haya, mwanamke yule mwenye mtoto atasukuma gogo. Haya, saizi hapa ukija wengi hapa tunazungumza kitongoji cha Singida. Wengi wameletwa akina mama, wanaume na akina mama wanakuja wanasema nimemwakilisha mume wangu, nimemwakilisha mume wangu, nimemwakilisha mume wangu. Haya, yule amekuja kama miongoni mwa memba wa familia. Haya, mimi nifanyaje? Nimwambie wewe toka, namtaka mume wako? Kwa manake dhamira ya dhati ya Wanasingida haipo. Kila mmoja wetu hapa amejikita kwenye maslahi yake binafsi. Sasa hiyo ndio changamoto. Sasa tunaposema maendeleo, manake tunahitaji nguvu kazi. Nguvu kazi ni wanaume. Sasa wanaume hawataki kuja kwenye nini? Kwenye maendeleo, kwenye nini? Wanaleta akina mama ambao wanakuja na watoto. Muda ule tunatakiwa tusogeze kifusi, mama anatakiwa mnyonyeshe mtoto. Haya, mnataka tufanyaje? Kwa mwisho wa siku tunaopanga na kuchagua ni sisi. Kwa yale yanayotokea ni kwa sababu sisi tumeamua kuenenda vile. Sasa ninachosema ni kwamba tunapotaka kubainisha eneo za barabara na maeneo ya barabara, tusemezane tubainishe, lakini mwisho wa siku kuna hoja ameitoa pale Mama Nelbert. Tumepita, kuna njia inatakiwa ifunguliwe kwa kina Neto na kule kuzunguka. Tulisemezana. Mwisho wa siku ikaonekana watu wamepanda nini? Mazao. Tukasema mazao yafanyaje? Yatolewe. Na mimi siwezi kuja kung'oa mahindi yako. Umepanda wewe huku ukijua barabara ni tumesemezana mara kadha kwa kadha. Sasa mwisho wa siku ng'oa yale mazao yako, tufungue barabara. Lakini sambamba na hilo, kwenye eneo lako kwanza wewe nyumbani kwako onyesha umeanza wapi. Kwa mfano Mama Nelbert alisema yeye pale ataanza. Sasa mpaka saizi yeye mwenyewe kwake pale hajatifua kwake, ambapo alisema atang'oa nini? Mazao. Ng'oa mazao, tifua, alafu seme mimi nimetifua hapa.
Sasa mwisho wa siku hata zile barabara za mitaani tunakopita, nyumbani kwangu Elishama mwenyewe sijakwetua, alafu nataka nimwite Elishama na nimwite mama ntilie aje nisaidie kukwetua, sio haki. Kwa hiyo tufike wakati tunapozungumza issue ya maendeleo, tuzungumze ianze na wewe pale ulipo. Umefanyaje? Sasa siwezi mimi kutoka hapa nikaenda kukwetua njiani kwa bwana Gideon, yaani pale kwake naanza kusembua mimi, haiwezekani. Tunazisembua zile sehemu zenye mkwamo. Kwa hiyo tufike hatua, wana Singida, tunapozungumza issue ya maendeleo, wanaume tujitokeze. Tuache visingizio vya kwamba wewe nenda mke niwakilishi. Yaani kwenye mkutano unawakilishwa, kwenye maendeleo unawakilishwa. Nani atafanya kazi? Asante mwenyekiti. Asante. Kwenye hili la maendeleo jamani, kwa Singida kufungua barabara ilikuwa ni changamoto. Yaani ukifika kwenye maendeleo, kwenye sehemu mliopangiana site, unakuta kuna watu labda 20 Singida nzima. Wanawake wapo 13, wanaume mnakuwa 7. Issue ni kuchimba barabara. Wanawake labda kama alivyosema mjumbe mmoja wamekuja na watoto. Yaani hadi anapofanya ile kazi ngumu namuonea huruma. Mara ya kwanza. Mara ya pili unaitisha tena. Wanakuja ni wale wale, wengine hawaji. Sasa kwa hili na sisi tumejifunza leo. Tutakuwa tunaambizana wanaume ndio tufike, wanawake wasije. Tutawafuatilia kila familia labda. Huyu kama yuko peke yake ni mwanamke sawa, lakini sehemu ambayo yuko mwanaume ni lazima afike kwenye nini? Kwenye maendeleo. Kwa sababu tumegundua kitu, tumefunga ile barabara kwa Kawawa hadi hapa mbele. Tulikuwa shida, wanawake ndio walikuwa wengi, ila wanaume tulipata tabu sana. Mfano ya mwananchi na kitongoji ni hafifu. Na ndio maana matatizo kama haya yanafanya nini? Yanakuja. Kwa mfano, sisi wananchi wa kitongoji cha Singida, kwa mfano kunakuwa na mkutano, si ndio? Lakini ule mkutano muda mwingi anazungumza mwenyekiti wa kitongoji, na mwananchi kama unavyofika unataka kuongea pointi yako, hujamaliza anakuclash, anasema nimeshakuelewa. Tunasema kufungua ile barabara, uliona kuna mazao amepanda, uko sahihi kabisa, uwezi kung'oa mazao ya mtu aliyopanda akatumia nguvu. Ila sasa mimi nirudi hapo naposema inabidi aanze yeye, afanye kazi yeye, na ndipo aonyeshe kwa kitongoji kwamba mimi nimefanya hapa, naomba kitongoji kiendeleze hapa. Mimi nafikiri ule mama sio mtaalamu wa ramani za barabara, ila labda hicho ungeniambia kwamba nilisubiri ang'oe mahindi alafu ndipo tufungue barabara, kwa mimi binafsi ningeunga mkono, kwa sababu mahindi ameshatoa, tuanze na issue ya barabara. Badilishe triki moja hivi. Naomba sasa hivi kila maendeleo tuwe tunatumia kiubalozi, hata kitongoji pamoja na katibu wako kuwakamata watu takuwa ni rahisi. Manake kama hapa tunaweza kusema jamani, Alhamisi maendeleo ya kuchimba barabara sehemu fulani, tunaomba ubalozi wa Lutilini, mtabaini wote, manake pale watu watakuwa wachache. Tunaandika katibu, tunaandika majina kulingana na nini? Na ubalozi, si ndio jamani? Lakini mwisho wa siku tunaandika majina kupitia makundi ya mabalozi, lakini wanaokuja ni wanawake. Sasa Alhamisi ijayo tuko kwenye maendeleo. Alhamisi ijayo mkutano wetu wa kitongoji, mkutano wetu wa nini? Wa kitongoji utafanyika kwenye ufunguaji wa barabara kwa Mama Nelbat. Tumeelewana jamani? Mkutano wetu wa kitongoji utafanyika kwenye ufunguaji wa barabara kwa Mama Nelbat. Sasa wanaume wote tukutane pale. Wanaume, nimesema wanaume wote tukutane pale. Alafu mama ambaye pia upo wewe, ndio mama na baba wa familia, tukutane pale. Alafu baada ya hapo tupate kauli tena ya kusema nani anakuja kwenye maendeleo, nani haji kwenye nini? Kwenye maendeleo. Kwa muda mrefu. Kwanza ni kushukuru kitongoji kwa kuanza na kutangaza maendeleo. Hii imeonekanika ni kero kwenye barabara za mitaa, si ndivyo jamani? Sasa leo tumetangaziana kwamba Alhamisi tunaenda kwenye maendeleo na barabara imeshatajwa. Ni saa ngapi? Inaeleweka kwenye maendeleo tunaendaga saa ngapi, si ndivyo? Na mtangazaji atatukumbusha. Lakini jambo lingine kitongoji, nilishakuagiza hivi, mfanya biashara atafanya maendeleo kwa maagizo ya maendeleo ya kijiji. Tuelewane hapo.
lakini hata bodaboda ni hivyo hivyo. Lakini yule ambaye anatoka Singida, kuna maendeleo ya kitongoji, kama kitongoji anatakiwa afanye maendeleo kwenye nini, kwenye kitongoji. Kama kweli mmeridhia tuanze maendeleo hayo kwa kasi. Sasa hivi mazao wametoa watu, muda wa mavuno watu wameshavuna. Hebu turudi kwenye hoja ya maendeleo. Lakini jambo lingine nilikuta pale kijijini siku moja mnapigana faini pale. Hebu anzeni kupigana faini huku. Piganeni faini zenu huku mlizojipangia kwa utaratibu wenu, kama ni 5,000 ni 5,000, kama ni 2,000 ni 2,000. Mimi ukiniletea kule jamaa wangu hiyo 5,000 nikijichukulia pale, huku hairudi. Na huku kutaendelea kudolola. Alafu mimi kule kijijini nasonga mbele. Barabara hapo, ule bwana aliuliza swali, alijajibiwa ipasavyo kwamba tunaanza lini kufungua barabara za mashambani. Sasa hapa tunatoa maagizo, hapa tuwezi kufika mara tukaanza kudaua tena. Kuombe mheshimiwa mwenyekiti pamoja na vitongoji wako, hakikisheni barabara za mashambani zinafunguliwa, kwa sababu sisi tunakaa hapa tumekula. Kwa hiyo kujitwisha mtu mazao kutoka kule kichwani inakuwa ni vigumu. Ukifungua barabara zile zitakuwa za wewe, utabaki jina lako litabaki pale. Kwa hiyo na kuomba mheshimiwa mwenyekiti, tuweke kipaumbele barabara za mashambani. Watu wanalima kule, matokeo yake kuvuna tu mtu akajitwisha hapa ni vigumu, ile ni milima. Kwa hiyo kuna vyombo vya moto vinaenda vinachukua pale, miundombinu kisha kuwa sawa. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa mwenyekiti ulisimamia hiyo pamoja na vitongoji wako. Vinginevyo